Bwana Yesu asifiwe. Na leo nimetafakari jambo moja, nimehitaji lile jambo lisigupate wewe. Leo nimefikiri juu ya kizazi cha Metusela. Metusela ni mtu gani? Metusela ni mtu mwenye aliishi miaka mingi sana kuliko watu yote mudunia. Lakini miaka yenye aliishi, ile miaka mingi yenye aliishi hapa mudunia, hakuna hata kitu kadogo kenye alifanyaka kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ila tu yenye alifanyaka vyenye neno la Mungu linasema juu ya Metusela ni mtu mwenye alizala watoto wa kiume na wa kike. Je, na wewe sinaweza kuwa huko Metusela wa sasa? Angalisho usikue Metusela. Make watu bote mudunia wenye wanaishi lakini hawafanye kitu chochote kwa ajili ya utukufu wa Mungu, bali ni kizazi cha Metusela. Metusela aliishi miaka 969 lakini hakuna kitu chochote chenye alifanyizia Mungu. Metusela ni mfano wa watu wote wenye wanaishi hapa mudunia, anaishi tu ni kwa ajili ya kula na kunywa, kuoa na kuolewa, kulima na kupanda na kuvuna, lakini hakuna hata kitu kidogo chenye nafanya kwa ajili ya Mungu. Sasa najiuliza, kizazi cha Metusela utatoa ripoti gani mbele ya Mungu? Na kazi ya Bwana inaweza kuharibika na uko naona hautafanya jambo lolote. Kwa sababu ya nini? Wewe uko kizazi cha Metusela. Metusela. Gundua Mungu alikuita ili upate kufanya nini, kwa sababu kila mtu atatoa ripoti ya mambo aliyoyafanya hapa chini ya jua. Wakati wewe tu pesa zako, nasema pesa zangu, magari yangu, manyumba yangu, kila kitu chote ni chako, manguo yangu, watoto wangu, mume wangu, mke wangu, ndio ni mzuri, lakini sasa unafanya nini kwa ajili ya Bwana? Uwe na kitu cha kufanya. Kama ripoti utakayotoa siku tutafika kwetu mbinguni. Usiwe kama Metusela mwenye aliishi miaka 969 lakini hakufanya chochote kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Nakutakia ili ukamate uamuzi tangu siku ya leo, usikuwe kama Metusela. Leo tuko na bababa wenye wako bababa wa Metusela, mama wa Metusela, vijana walio kama wa Metusela. Kizazi cha Metusela kilisha komara, kimekuwa kikubwa. Usiwe kama Metusela. Nataka ufanye kitu kwa ajili ya jina la Bwana wa majeshi. Mungu akusaidie na Mungu akutendee mema. Tubarikiwe tena pamoja siku nyingine, mjina la Yesu. Amen.